Katika mwendelezo wa vita ambavyo vinahusisha Urusi na Ukraine, nadhani bado vinaendelea kushika hatamu kila itwapo leo. Sasa rais wa Marekani Donald Trump hajapingana na hatua ya Ukraine kufanya mashambulizi ya mbali dhidi ya taifa la Urusi, lakini hadi sasa hajafanya uamuzi rasmi kuhusu kuidhinisha matumizi ya makombora ya kimkakati yaani Tomahawk. Kauli hii imetolewa kupitia chombo cha habari cha Fox News na mwakilishi maalumu wa rais Trump, jenerali mstaafu ndugu Keith Kellogg. Kellogg ameeleza kuwa Marekani bado inapima kwa makini athari za kisiasa na kijeshi za kuruhusu aina hii ya silaha iweze kutumika kwenye vita, kwani hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano kati ya Washington dhidi ya Moscow. Lakini upande mwingine, wakati huo huo, wachambuzi wanasema kwamba uamuzi wa Marekani kuhusu Tomahawk utakuwa na uzito mkubwa katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, kwani makombora hayo yana uwezo wa kufikia maeneo ndani kabisa ya Urusi na kusababisha matatizo makubwa zaidi. Hali hii inakuja wakati ambapo Ukraine inaendelea kushinikiza msaada zaidi wa kijeshi kutoka kwa Marekani na washirika wengine wa magharibi ili kuimarisha nafasi yake kwenye uwanja wa vita. Kwa sasa ikulu ya White House imesisitiza kuwa hakuna maamuzi ya mwisho ambayo yamefanywa, na mjadala wa kimkakati kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine bado unaendelea. Ukraine anatamani sana ili aweze kumpiga tena Urusi, kwa sababu ameona bado kuna nafasi kubwa ya yeye kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ili aweze kufanikisha jambo hilo, anatakiwa kuweza kupewa msaada wa kijeshi, jambo ambalo Trump kwake yeye ameona sio sawa kuweza kukurupuka tu kwa sababu wewe una uhitaji wa vifaa vya kijeshi, basi mimi niweze kupatia, jambo ambalo watu wengi pia wameweza kulipongeza kwa upande mwingine, kwa sababu anadai kuwa anaongeza nguvu kwenye upande ambao unaweza kumletea changamoto baadaye. Hivi sasa Urusi na Marekani zipo na ukaribu kwa kiwango chake, lakini bado kwa hiki kikienda kutokea, basi itaweza kuweka mbali zaidi Moscow na Washington, kwa sababu Putin atakasirika, Ukraine itakasirika, na hata Moscow chini ya rais Putin na Trump watakuwa hawaelewani kabisa. Hivyo mataifa matatu wataenda kukinzana na kukosa ukaribu tena wa kuweza kusogeleana.